Naomba ufungue Biblia yako katika Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Baba Mungu wa wote wenye mwili, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umetupa tunapoenda kulitazama neno lako. E Bwana, neno hili likapate kuleta matunda kama ulivyosema, halikurudii bure, bali litatenda yale mapenzi yako, nalo litafanikiwa katika yale yote ambayo umelituma kwalo. Asante Bwana kwa sababu unasema nasi kupitia neno lako. Naomba Bwana unitumie vile upendavyo, na kila mmoja akapokee neno lako vile upendavyo, ili kwa pamoja tuweze kuwa watu ambao tunaweza kuishi kwa viwango vile vile ulivyotutarajia sisi wote, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba kwa imani na ninakushukuru. Amen. Basi naomba kwa pamoja ukiri pamoja nami, sema neno hili litazaa matunda, halitaanguka chini, nitalishika na nitaishi sawa sawa na neno hili, katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema Yesu akaja kwao. Some vizuri wote kwa pamoja. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Naomba turudie wote kwa ujasiri mstari wa 18 peke yake. Swaka. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Naomba ukae. Nitazungumza kwa muda mfupi kwa habari ya mamlaka yote. Ndio somo ambalo nitakwenda kufundisha. Naomba uweze kufuatilia kwa karibu sana. Mamlaka yote. Mamlaka ni jambo la msingi sana kwenye maisha. Kila mahali duniani hapo utaona mambo yanavyoenda, kuanzia nyumbani mpaka kwenye taasisi, kila mahali hadi serikalini. Mamlaka inahitajika. Mamlaka ni nini? Kwa mujibu wa tafsiri ya kamusi, mamlaka ni haki ya kisheria ambayo anapewa mtu kutoka kwenye chanzo fulani kinachompatia mamlaka hayo na kumwezesha kuwa na uwezo wa kutoa maagizo na kufanya maamuzi na kulazimisha utii au kusababisha kuwepo kwa utii ndani ya eneo mahususi. Mamlaka, haki ya kisheria ambayo anapewa mtu na chanzo kinachotoa mamlaka hayo, ili yule aweze kutoa maagizo, kufanya maamuzi na kusababisha uwepo wa utii ndani ya eneo mahususi. Unaona mamlaka, lugha ya neno mamlaka inaitwa exousia. Ni neno ambalo lina mafafanuzi kadha wa kadha kwa tafsiri ile ya tunapofuatilia kusoma kwenye Biblia. Lakini hapa lilivyotumika kwenye Mathayo 28:18 linamaanisha hili neno hapa ni mamlaka ya mwisho. Maana neno linasema mamlaka yote. Kwa hiyo mamlaka ya mwisho, haki ya kudhibiti. Anasema haki ya kudhibiti,
haki ya kutoa maagizo na kuelekeza, haki ya kudhibiti na kuamuru mambo yatokee. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote. Kwa asili huwa mamlaka anayepewa huwa anakuwa na mipaka. Kuna mahali havuki pale. Mamlaka alionayo baba wa familia hawezi kuihamisha nyumba ya jirani. Hawezi kutoa maagizo kuelekeza mambo ya nyumba ya pili. Wala hawezi kupeleka nguvu alionayo nyumbani kwake ya kutoa maamuzi kwenye nyumba ya jirani. Mamlaka alionayo rais wa nchi ni makubwa, lakini hawezi kuhama nayo akapeleka nchi ya jirani akafanya matangazo kwenye nchi ya watu. Mamlaka alionayo daktari ni mamlaka makubwa kwa habari ya kushughulika na afya ya mwanadamu. Anaweza kasema kitu na watu wote wakasema kama daktari alivyosema. Huwa wanathibitisha mambo mengi kwa habari ya afya ya mwanadamu. Lakini hawezi kuhamisha mamlaka hayo akayapeleka kwa wahandisi wajenzi wa nyumba, akatoa maelekezo kwamba nyumba inatakiwa ijengwe hivi na hivi. Hawezi kuhama kule haendi. Mamlaka yake inaishia kwenye eneo mahususi. Na kwa asili kuna mamlaka za kibinadamu, kuna mamlaka ya Mungu. Sasa mamlaka za kibinadamu zina mipaka katika uwezo, zina mipaka katika eneo la utendaji, lakini zina mipaka pia katika muda. Mamlaka za kibinadamu, mwenye mamlaka leo anaweza akawa asiye na mamlaka tena, kwa sababu kuna wakati watu wanapata mamlaka kwa sababu ya nafasi fulani, lakini baadaye wanapoteza mamlaka kwa sababu muda umekwisha. Lakini wanadamu pia wana ukomo wa kuishi, kwa hiyo hawawezi kuwa na mamlaka siku zote. Mamlaka ya kimungu ndiyo ambayo Yesu anaizungumzia hapa. Na mimi nafurahi Yesu Kristo amesema maneno haya mara tu baada ya kufufuka kutoka kwa wafu, kwa sababu kati ya mambo aliyozungumza alipokutana na wanafunzi wake, sentensi ya kwanza aliyosema alipokutana na wanafunzi 11, sio 12. Sentensi hii ndio ya kwanza walipokutana pale Galilaya. Unakumbuka sentensi ya mwisho akiwa pale msalabani kabla hajaisalimu roho yake ni neno moja, imekwisha. Ukifuatilia, ninafuatilia bado maneno yaliyotoka kinywani mwa Yesu baada ya kufufuka. Sijamaliza utafiti, ninatamani kupata hesabu ya sentensi alizotoa baada ya kufufuka, ila hii hapa nimeikuta. Ni sentensi ya kwanza aliyozungumza alipokutana na kanisa lenye watu 11. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka hayo ni ya kimungu. Nitataja sifa zake muda si mrefu. Lakini nikawa na tafakari, kwa nini amesema yote? Mahali popote unapozungumza yote, all authority, maana yake kuna kipimo. Kuna kipimo cha mamlaka. Yeye anasema mamlaka aliyopewa ni yote. Hebu sema yote. Unaelewa maana yake? Wakati mamlaka zingine zote hizi za kibinadamu zina mahali pa kuanzia na mahali pa kuishia, zina mipaka na kuna kukwama pia. Mamlaka inaweza ikatangaza imekwama, lakini mamlaka yote, Yesu ametoa tangazo hilo. Natamani katika ujumbe huu, lengo langu na lengo ambalo nasikia msukumo ndani wa Roho Mtakatifu ni kuwatengeneza waaminio wanaotambua kwamba Yesu tuliyemwamini ni wa namna gani, ili unapokutana na mambo magumu ujue ya kwamba huyu uliyemwamini mara tu alipotoka kwa wafu, tangazo la kwanza alilotoa, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
Mamlaka yake. Sasa tuanze kwenye sifa za mamlaka hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Unanifuatilia vizuri eh? Sifa ya mamlaka hii. Kabla sijasema sifa, kuna jambo moja nataka unoti hapo juu hapo juu tu kabla hujaandika sifa. Mwenye mamlaka huwa ana nguvu na haki ya kufanyia kazi nguvu hiyo. The person or the one with authority has both the power and the right to exercise the power. Ni kitu kimoja kuwa na nguvu. Unaweza kuwa na misuli imetuna kweli kweli, unafanya mazoezi, unaweza kumkamata dereva wa Scania ukamshusha kutoka kwenye gari lake, lakini huwezi kuwa na mamlaka ya kufanya hivyo. Kuna mmoja anafanya hiyo mamlaka amepewa, yule anaitwa traffic police. Akivaa akawa kwenye nafasi yake, mamlaka anayo, nguvu ya kusimamisha gari lenye uwezo kumgonga yeye akafa pale, anapata hiyo nguvu kwa sababu ya mamlaka. Umewahi kutana nao wanafanya tu hivi? Kwa hiyo semi-trailer yote na mizigo yake inaanza kupunguziwa mwendo kutoka mbali. Kuna mwanadamu amefanya mkono wake hivi, alafu anaelekeza wapi? Dereva atasema hili lori langu lina uwezo wa kupita hivyo hivyo. Thubutu aone kama atafika popote. Kwa sababu mamlaka ile ina uwezo wa kulazimisha utii hata kama hataki. Nenda utoke hapa ibadani leo na suti yako na uchungaji wako. Simama barabarani. Useme kwa jina la Yesu. Unaona semi-trailer inakuja. Na hii suti yote hiyo. Mama utoke hapa ujifunge kibwebwe. Kuna kibwebwe kinaitwa Sema hivi, halipiti. Nimeamua mimi, nasikia kabisa uchungu tumboni mwangu, halipiti. Alafu unafanya hivi. Uone kama litasimama. Honi ya kwanza inapigwa, honi ya pili unaona linazidi kukuja, unajikuta umesogea pembeni unusuru maisha yako. Tatizo ni nini? Huna haki ya ku exercise nguvu ile. Huna haki, huna mamlaka. Kwa sababu mamlaka ni haki ya kutumia nguvu ulionayo. Na umepewa na chanzo kikubwa zaidi ambacho kina uwezo wa kufuatilia endapo unakwama. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mwenye mamlaka ana nguvu, lakini pia ana haki wakati huo nguvu ile ifanye kazi yake. Sasa tuangalie mamlaka ambayo Yesu anazungumzia. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye hana mipaka tena. Anafika kila mahali. Yuko juu ya mamlaka zote. Anabeba, ana amri hadi juu ya pumzi za watu. Akisema imeondoka. Mamlaka yote. Hakuna mipaka aseme huku siruhusiwi. Hakuna mahali Yesu anasema siruhusiwi, siwezi kwenda. Anapita mahali popote. Kuna siku moja akachukua mamlaka ya kikuhani, akachukua na kifarisayo, akachukua na Kiyahudi, akaanza kulitesa kanisa. Anatoka mji mmoja kwenda mwingine. Unamjua anaitwa Sauli wa Tarso. Mara ya mwisho wakati ameamua, na ana barua imeandikwa kwa mamlaka kwamba nenda katekeleze. Popote unapofika, kanisa ukilikuta, kamata, weka ndani, wote. Alipokuwa njiani akakutana na mwenye mamlaka yote. Anasikia sauti na wenzake wa pembeni wako tu, lakini yeye ndo anasikia. Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Kabla hajajibu sawa sawa, anaona nuru imempiga machoni. Akaanguka chini. Huulizi mamlaka hayo ikija kinyume nawe, hutauliza umesimama. Akapigwa chini kwanza. Akauliza, wewe ni nani Bwana? Wewe ni nani? Akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Angemmaliza tu akitaka pale, lakini hakutaka kummaliza. Akamwambia, nenda utaambiwa ya kupasayo. Elekezo, na Paulo kutoka hapo akafanyika mtumishi wa Mungu. Tunasoma nyaraka zake hapa. Mamlaka yote mbinguni na duniani anayo Yesu Kristo. Haleluya. Na mifano ni mingi kwenye Biblia. Ukisoma lazima uelewe Biblia katika sura hiyo. Kwa hiyo wapendwa,
naomba tufahamu aina ya Mwokozi tuliye naye. Baada ya watu kufikiri kwamba pale msalabani wamekomesha kazi yake, akakaa kaburini siku 2 tu. Siku ya 3 anainuka na tangazo jipya. Hawajawahi kusikia hilo tangazo: nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa hiyo anapotangaza haogopi tena kwamba kamera zitampiga alafu wapeleke kwa Herode. He doesn't care anymore, kwa sababu mamlaka hayo yako juu sana kuliko mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa tunapata kuelewa jambo hili kubwa sana ili tuweze kufahamu namna gani tunapaswa kuenenda. Sasa tuangalie sifa ya mamlaka alionayo, au asili ya mamlaka ya Yesu Kristo. Asili ya mamlaka hayo tunayozungumzia. Nina mambo mawili tu kuzungumzia asili kwa sababu ya muda. Moja, mamlaka haya ni ya kimungu kama nilivyosema. Ni mamlaka ya kimungu, mamlaka ambayo inadhihirika katika utendaji wake kuanzia rohoni na matokeo yake yanaonekana. Ndio maana anasema mbinguni na duniani. Mbinguni ni ulimwengu wa roho. Mbinguni na duniani, kule ambako huwezi hata ukijitutumua ukaenda mbinguni kwa nguvu zako. Anasema mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Duniani huko ambako tunaoperesha, tunafanya mambo yetu, tunapambana na maisha, mamlaka hayo yapo, yanafanya kazi. Na ni vizuri muamini ukajua kwamba Yesu uliye naye ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Yote maana yake nini? Yote maana yake ni mamlaka ya juu, hakuna zaidi ya hapo. Inamaanisha nini? Mahali pengine unapita kwenye maisha unakutana na mambo yanayokutatiza, ujue usije ukasahau kamwe, hakuna jambo ambalo litasimama mbele ya nguvu ya Yesu Kristo na wewe unayemhitaji Yesu akasema kwa kweli hili jambo liko juu ya uwezo wangu. Hutakutana na jambo kama hilo. Kuanzia magonjwa, kuanzia mapepo, sijui mambo gani, vyovyote vile, hata kiburi cha wanadamu na chochote kile unachokijua ambacho kila unapopita wakati mwingine unakutana na upinzani huo. Hakuna mahali Yesu ukamwendea akakwambia mwanangu nakupenda sana, lakini hili hapa liko juu ya uwezo wangu. Mamlaka yote manake mambo yote yako katika uweza wake. Jina la Bwana libarikiwe. Yako katika uweza wake. Kwa hiyo una sababu ya kuogopa wewe uliyemwamini Bwana Yesu. Huna sababu ya kutembea kama aliyekataliwa, aliyeachwa, asiye na msaada, anayekimbizana huko kuhemea misaada. Unaye mwenye mamlaka yote, ambaye yeye hakuna jambo lililo juu ya uwezo wake. Yote yako kwenye udhibiti wake. Ndio tafsiri iliyopewa hili neno exousia. Vyote viko kwenye udhibiti. Yeye ana absolute authority, ana highest level authority ya juu kabisa, ya mwisho. Hakuna zaidi ya pale. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa shida ya waamini ni kwamba haya mambo hayajaingia akilini. Kwa hiyo kuna namna tunavyoishi pia hatuendani na sura ambayo Mungu alitaka aone kwenye maisha yetu. Lakini mafundisho kama haya yanakusaidia uweze kuimarika na ujue namna gani unapaswa kuenenda. Sifa ya kwanza, asili yake ni mamlaka ya kimungu. Unajua maana yake nini? Kama ni mamlaka ya kimungu, ni mamlaka inayotenda kazi kwa kuzingatia sifa za kipekee za Mungu. Unajua sifa za kipekee za Mungu? Sifa ya kwanza ni kupitisha kwenye hizi sifa ili uelewe aina ya mamlaka Yesu anayozungumzia ni mamlaka ya namna gani. Sifa ambazo ni za kipekee za Yesu Kristo. Yeye ni wa milele. Sifa za Mungu wa milele, hana mwanzo wala hana mwisho. Biblia inasema katika Zaburi ya 90 mstari wa 2, kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Ndiwe Mungu. Kabla vyote tunavyoviona havijakwepo, ndiwe Mungu. Kabla hujaiumba dunia, ndiwe Mungu. Tangu milele kule mwanzo ambako hakuna mwisho, hakuna mwanzo, na milele kule ambako hakuna mwisho, ndiwe Mungu.
Hiyo ni sifa ya kipekee, sifa ya kipekee. Kwa hiyo mamlaka haya ni ya milele, sio ya muda mfupi kwamba leo Bwana Yesu ametangaza, kwa hiyo tunashukuru Bwana, tunashukuru miaka 2 3 hivi tutatembelea humo. Hapana, ni mamlaka ya milele, haina ukomo. Jambo la pili, sifa ya pili, mamlaka haya yanafanya kazi kwenye nguvu ile ile ambayo ni sifa mojawapo ya Mungu. Anaweza yote, the omnipotent God. Kwa hiyo anaposema nimepewa mamlaka yote, uelewe kwamba mamlaka haya ni ya kimungu, na kwa hiyo mazingira ya utendaji yako hivyo, mweza wa yote. Anasema Ayubu 42 mstari wa 2, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na makusudi yako hayawezi kuzuilika. Makusudi yako hayawezi kuzuilika. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anaweza yote. Hakuna neno haiwezekani. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Hakuna jambo linalopita juu ya uwezo wa utendaji wa Mungu. Mungu asipotenda sio kwamba kashindwa, hajapenda kutenda, na ana sababu zake. Kwa hiyo usimwazie Mungu vibaya, wala usikae mkao kama vile una mambo yako yameshindikana huko mpaka unafikiri utafute msaada mahali pengine. Hapana, msaada wetu unapatikana katika Mungu kwa jambo lolote. Katika kuponya hachagui aina ya ugonjwa, wala haulizi kwamba uliugua tangu lini. Kuna wakati akiuliza anataka tu kujua, uelewe kwamba aelewe mazingira, yani wewe uelewe hali ya shida yako, sio yeye anajua. Maana sifa nyingine iko hapo, sifa nyingine nitakutajia. Anajua, omniscient God. Kwa hiyo mamlaka ile inapofanya kazi, sio kwamba anabahatisha vitu. Mahali anajua cha kufanya, atafanya kwa namna apendavyo kufanya. Hakuna jambo Mungu anahitaji kuelimishwa. Sijui kama unaelewa maana ya kujua yote. Mungu anajua mawazo yetu yote tulioko hapa, jinsi yalivyo mengi. Anajua kila tunachowaza. Anajua dunia nzima inawaza nini sasa hivi, watu wote wanawaza nini. Anajua mipango ya kesho kabla sisi hatujapanga. Anajua yaliyopita zamani, hahitaji mtu kumwambia nikumbushe. Hahitaji kuuliza nikumbusheni nilisemaje juzi. Mungu anajua yote kwa wakati mmoja, yajayo, yaliyopo na yaliyopita, yote kwa pamoja. Mungu hahitaji kuhesabu ili kujua idadi. Sijui kama unaelewa ninachozungumza hapa. Ili sisi kujua idadi, si tunahesabu. Humu ndani nani ataniambia hata viti vilivyoko humu ndani bila kuhesabu tu? Yaani taja tu idadi ya viti. Hakuna anayeweza. Utaona ghafla ukimpa kazi hiyo atasimama 1 2 3 4 5 mpaka mwisho. Mungu hahitaji kusema 1 2 3 mpaka mwisho. Yeye anajua idadi bila kuhesabu. Sijui kama unaelewa. Ukielewa hivyo, hata ibada yako inabadilika unavyomwabudu Mungu. Maana yeye ni mkuu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sifa nyingine ya kipekee ya Mungu. Mungu yuko mahali pote kwa wakati mmoja. Omnipresent God. Yuko mahali pote kwa wakati mmoja. Hivi vitu tunavijua, mwingine hata anaweza kukuambia tu. Lakini kuna wakati tunajisahau, sijui, au ibilisi anapita hapo na unakuta mtu anaona kabisa, kwa sababu yuko mbali na watu, anafikiri msaada wake haupatikani. Kwa sababu simu imezima, anahuzunika kwamba nimekwama. Mungu yuko pale hata wakati wewe huwezi kufikiwa na watu wengine. Hata ungehama kutoka hapa ukaenda mahali ambapo network haishiki kabisa, bado Mungu atakuwa na wewe pale, yupo kila mahali. Kwa hiyo maana yake nini? Katika utendaji wake, hekima hiyo anapotumia, hahitaji kufungwa mahali kwamba nikiwa ibadani hapa ndio Mungu anaponyaga. Mungu atakuponya ukiwa chumbani kwako, kama unamjua alivyo na nguvu. Mungu anatenda kazi kwa sababu yuko kila mahali. Kwa hiyo mamlaka yake pia haijafungwa kwenye eneo fulani maalum. Anaingia popote anapotaka.
na anafanya chochote anachokitaka mahali popote kwa wakati mmoja. Hivi tunazungumza hapa, anaweza katenda muujiza, wakati huo kuna mahali pengine kule Sumbawanga anafanya muujiza, wakati huo huo mtu aliyeko ibadani anapokea kule na hapa anapokea. Jamani, kwa nini usimsifu huyu Mungu kwa moyo wote? Kwa nini usimwadhimishe huyu Mungu kwa juhudi zote? Kwa nini tusimwishie huyu Mungu na kumtumikia kwa moyo wote? Kwa nini tusijitoe na kunyenyekea kwake huyu Mungu wa ajabu kiasi hicho? Kwa hiyo unaposema mamlaka haya ni ya kimungu, kumbuka sifa hizo zote. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mimi huwa nashangaa kuna watu wanamogopa shetani. In fact, utaona kwenye maisha ya watakatifu wengi, hata maombi yao mwanzo mpaka mwisho umpe lisali moja asimtaje huyo mtu, lazima kuna mishtuko mingi katikati hapo ya kukemea na kadhalika. Mimi nimepunguza sana kumtaja huyo ambaye hata hana nguvu yoyote juu ya maisha yangu. Unakuta mahubiri mwanzo mwisho katikati tu, unajua shetani atakubali, shetani. Sema habari za Mungu mwenye mamlaka yote. Tumepewa nguvu kiasi kwamba huyo adui aitwaye Ibilisi alishanyang'anywa kila kitu. Yaani mnampromoti sana kumtaja kila mahali tu. Mnampromoti sana kuzungumza habari zake kwamba huyo shetani amejiinua. Bwana Yesu asifiwe. Nani amekwambia? Hatusemi amina kwa staili kama hiyo. Unajua shetani alijiinua alafu nikapata pancha bwana, wewe umekanyaga msumari barabarani. Wewe niambie, mahali ulikopita haukuwa makini, kuna chuma kilipeta, umekanyaga pale, tengeneza pancha, safari iendelee. Hakuna chochote kile, amejiinua kitu gani? Jina la Bwana libarikiwe. Tuwe watu ambao tumejaa sifa za Mungu kila mahali tunapopita. Amina. Shetani amejiinua, nimesapu. Umesapu, unasapu shetani kajiinua, wewe vipi? Umesoma wewe? Soma uone kama utafaulu. Ombea hicho kichwa, bandika mikono afu inuka, ingia darasani. Hakuna mambo ya kusema shetani kajiinua. Unajua mimi na balaa na mikosi nyumbani kwetu hawajawahi kusomaga. Wewe ndio umepata fursa, soma wewe sasa. Sasa wewe ndio umepata neema, unaangalia tena nyuma waliokwama. Wewe ndio unaangaliwa sasa, uonyeshe mfano. Kwa hiyo hamna mambo haya kusema unajua bana, mimi kwetu kuna kuwaga na roho sijui gani, roho nyeusi, roho inayoandama, roho ya kukataliwa, roho ya kufanywaje, roho ya kuonewa, roho ya Umepewa roho wa Bwana ambaye roho zingine zote akiingia ndani yako kwa mamlaka hayo anafuta kila kitu. Labda uniambie kwamba hujaokoka sawa sawa. Labda useme hivyo kwamba roho wa Bwana hayuko ndani yako. Kwa hiyo unahesabu kabisa roho nyingi. Siku hizi watu wanabuni hadi roho ya kelele, roho ya kuvaa vibaya, sijui roho ya nini. Watu wanabunije maroho. Wakati mwingine inabidi waseme maroho ili kuonyesha kwamba ni mengi sana. Manini? Wapendwa, tumepewa roho wa Bwana ambaye Biblia inasema kwa huyo tumepewa roho ambaye sio wa hofu, roho wa nguvu. Aliyetupa huyo ni baba yetu. Kwa huyo roho tunaita baba. Tukimwita baba anaonekana na anajidhihirisha kwenye maisha yetu. Ndio maana ni vizuri kuelewa misingi ya wokovu tuliopewa na Bwana. Tufahamu Yesu alipofufuka hakurudi kinyonge tena. Amekuja na mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa nini wapendwa wanatembea kinyonge duniani wakati mamlaka hayo ipo kazini hapa? Ndio maswali ya kujiuliza. Niliwaambia sasa nakwenda kwenye hatua nyingine. Naomba sasa tufuatane pamoja nami. Ni jinsi gani sasa tunapokea mamlaka haya, au tungesema unaishije katika mamlaka haya makuu kiasi hicho? Mamlaka makuu. Umepata picha ya mamlaka ambayo Yesu anatangaza? Unadhani kama si kwa faida yetu kulikuwa na umuhimu gani wa Yesu kutangaza? Mamlaka hayo anayosema ni kwa ajili yetu, ndio maana ametangaza duniani ili waaminio tupate kuelewa. Jambo la kwanza, ili kuishi katika mamlaka haya, jambo la kwanza,
Mjue Yesu, utende kwa mamlaka yake. Utende kwa mamlaka yake. Naomba mfahamu hivi, kuna vitu vingine ujifunze taratibu taratibu. Hivi ghafla leo, kwa mfano, rafiki yako ambaye ndio mko hapa kanisani, namba ya simu unayo, kila kitu, si ndio? Si mnafahamiana vizuri, ni mtu wa karibu na wewe, unaweza kumwambia jambo lako akakusaidia. Ghafla unasikia tangazo jioni kwenye taarifa ya habari, yule rafiki yako ameteuliwa, amewekwa kwenye nafasi ya mamlaka, na wewe una namba yake. Hivi unajua wewe ambaye hata hujateuliwa unakaa mkao kama vile umeshateuliwa tayari. Sijui kama si ndio hivyo jamani? Yaani eti nimesoma naye, group discussion tulikuwa wote, mimi ndio CR wake, mimi ndio nilikuwa naye, yaani mimi ndio nilikuwa namtoa sana kule, tukienda wakati wa chakula nalipa bili pale. Alipoteuliwa, na wewe unajiona tayari umeshateuliwa. Maana wewe si kama wengine, maana wewe ni rafiki kwake. Wewe unaweza kumpigia simu, akiona kwenye kikao akakuandikia call you later. Wengine ana mute na harudi tena kwao. Kwako anasema rafiki yangu, samahani nilikuwa kwenye kikao bwana. Hongera sijui nini. Yaani haupati chochote, hata mshahara uingii kwenye akaunti yako, lakini unajiona kama ushateuliwa. Wapendwa, hiyo sinaeleweka Sasa nakufundisha hivi, aliyesema amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani ni zaidi ya rafiki. Ni zaidi ya rafiki, kwa sababu aliwahi kusema kabla hajaenda msalabani, anasema hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu, upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Rafiki Yesu Kristo ni zaidi ya rafiki yoyote ambaye unamjua hapa duniani. Sasa ametangaza hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na sisi ambao ni rafiki zake, jamani, si ndio muda wa kuinuka? Si ndio muda wa kusema tumepewa wote? Hayo mamlaka ni kwa ajili yetu. Tunainuka hata kama tulikuwa tumejificha ficha. Nakumbuka hapa nazungumza na wanafunzi ambao hofu ya Wayahudi imepelekea wanajifungia vyumbani, hawatoki kwa sababu ya hofu ya Wayahudi. Alafu anatokea mwanaume anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Unafikiri Petro alijisikiaje? Sio mpaka uambiwe piga makofi, hapo uambiwe piga makofi. Hapo umeshaelewa nini kinatokea sasa. Mamlaka isiyo na mipaka duniani kote, mbinguni kote. Chochote ambacho kinatoka mbinguni kwa jina lake, unaingia kwa jina lake na unakubaliwa, kwa sababu amekutangazia rafiki aliye zaidi ya rafiki. Sasa mjue Yesu. Neno kumjua ni kutengeneza uhusiano wa karibu na yeye. Sasa kuanzia leo umesikia tangazo la rafiki, si ndio? Umesikia uteuzi wa rafiki. Mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Maana yake ni kama nakuambia hivi, lolote unalotaka niambie, mamlaka ninayo, uwezo ninao. Chochote ambacho utakutana nacho popote pale, ukumbuke mamlaka haya niliyopewa. Wewe utanufaika na mamlaka hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi sana hawajui kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu. Wengi sana hawajui. Wengi wanajua tu ni kibwagizo cha kumalizia maombi au kuanza maombi. Sio maana yake hiyo. Hapa kwenye msingi wa mamlaka hapo ndo mahali unaingia mahali hapo unahitaji jambo litokee kwa mamlaka yake. Na kwa kuwa ni mamlaka yote mbinguni na duniani, uhakika wa kupata jambo lile unao. Kwa hiyo ufahamu kanuni hiyo. Ukiwa karibu na Yesu, na unanufaika na mamlaka yake. Unanukia harufu ya mamlaka hiyo. Unanukia mamlaka yale kwa sababu tayari ndani yako una uhusiano wa karibu na yeye. Jambo la pili, unamjua Yesu, si ndio? Yesu yuko karibu nawe.
Yesu kwetu ni rafiki. Shika tu hiyo kio. Sasa ni rahisi kusema kwetu. Yesu kwangu ni rafiki. Waambiwa haja pia. Nikiomba kwa Baba, maombi asikia. Kwa mamlaka yote aliyopewa Bwana, pokea kila ambacho unahitaji kutoka kwa Mungu Baba yako. Kwa mamlaka yote aliyokabidhiwa Yesu Kristo, wewe ni mbarikiwa na uenende kwa ujasiri huo popote uendapo katika jina la Yesu. Kwa mamlaka yote aliyopewa Bwana Yesu, na ametoa tangazo hilo, wewe kuanzia sasa utaenenda kwa ujasiri na maisha yako hakuna mahali popote utakwama, kwa kuwa yeye aliyepewa mamlaka ana funguo zote, na kila mlango ambao anataka ufunguke yeye anaufungua, na akifungua hakuna mwingine atakayefunga, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tembea kwa ujasiri, wewe sio mnyonge tena. Kwa mamlaka yote aliyokabidhiwa Bwana Yesu, kuanzia leo, wewe ambaye umetoa maisha yako kwa Bwana, usitembee kama aliyekataliwa. Wewe una kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Lakini kumbuka, kuna umuhimu wa kuendelea kujenga uhusiano wako wa karibu na Yesu Kristo. Yeye anatenda mambo yasiyo ya kawaida. Jambo la pili, muamini Yesu. Kati ya mambo ambayo Yesu amepambana nayo kwa wanafunzi wake alipofufuka ni kutokuamini kwao. Walikuwa hawana imani tena. Imani ilifutwa na nini? Matukio yaliyotokea. Walimjua Yesu anavyotenda mambo, miujiza. Alafu amekuwa ghafla mnyonge. Haongei tena, wanampiga haongei. Ana uwezo kuagiza malaika kutoka mbinguni wakapiga wale maaskari wote wa Kirumi na kuangamiza. Moto ukashuka kutoka mbinguni. Yote uwezo anao. Alafu wanamwona tu anakokotwa kwenda msalabani. Hawakujua kumbe pale anayekokotwa sio Yesu, ni wenye dhambi ndio Yesu anawabebea mazagazaga yao. Ndio maana amekubali kwa upendo akokotwe ili apeleke msalabani mateso yetu yote sisi wanadamu. Alipomaliza kazi, amerudi. Akina Petro wote imani hakuna. Wanakimbilia kaburini, wakati Yesu alisema tuonane Galilaya. Alisema nitawatangulia Galilaya siku ya 3. Mwenye imani alitakiwa awahi ibadani Galilaya, sio nawahi kaburini. Wote waliwahi kaburini. Kasome Biblia yako. Imani hakuna tena kwamba anarudi. Lakini taarifa zilipokuja kwamba amefufuka, bado hawakusadiki. Ukisoma vizuri, wengine paka wakasema mimi siamini mpaka nimeweka kidole changu kwenye yale makovu ya misumari, kwenye mikono yote miwili na ule ubavu uliochomwa na mkuki, hapo ndo nitaamini. Maanake imani ilifutika kabisa kwamba yu hai baada ya kifo kile, kwamba kifo kile, mateso yale, siku ya 3 karudi. Walisema wanakataa. Na ndivyo ilivyo wapendwa wengi. Ni rahisi sana hapa tukishangilia wote, si ndio? Lakini unakutana na jambo lako, yani limekukabili saa 8 usiku. Hilo hapa. Hilo jambo lako. Sasa mwenye mamlaka unamuitaje hapo? Hapo ndio utajua wapendwa walivyo. Piga simu kila mahali. Hakuna shida kwenye kupiga simu. Kama una tatizo kuombewa na wapendwa, ni jambo sahihi la kibiblia kabisa. Lakini sio simu ya kukosa msaada. Ni simu ya kutaka tu backup au kutoa taarifa kwamba nini kinaendelea. Lakini uwezo umepewa, unakaa nao wewe. Sasa muamini Yesu. Uwe na hakika kwamba yupo. Na yeye huwa anashughulika. Mamlaka aliyosema ni mbinguni na duniani. Kwa hiyo huku duniani mamlaka wewe inafanya kazi gani? Si unajua kazi za mamlaka? Kuna maamuzi yanayohitajika kufanyika. Kuna utii unaotakiwa kusababishwa.
kuna maelekezo yanayotakiwa kutolewa, kuna mabadiliko yanayotakiwa kutolewa, kuna hatua inatakiwa kuonekana kwenye maisha. Sasa kila mahali tumia mamlaka hayo. Ukiona imani, sema hapa napita kwa jina la Yesu. Wanakuambia huvuki hapa, wanakuambia kwa jina la Yesu. Hunizuii wewe unayesimama kupingana na maendeleo ambayo Mungu ameruhusu kutoka mbinguni. Ni kama vile hawajakuelewa. Ukirudi mara ya pili unasema hivi, ukikaza kuzuia ni kama unapambana na mafuriko ya maji. Mafuriko ya maji huwa kuna mawili, ukae pembeni au uzolewe nayo. Mamlaka ya ajabu hiyo. Ukijua nafasi yako wewe unayemwamini Yesu, utakuwa unatembea kwa ujasiri mwingi, lakini huna kiburi wala huna ukaidi, ila nguvu na mamlaka unazo. Jina la Bwana libarikiwe. Mwamini Bwana Yesu hata wakati unapokutana na mambo magumu yasiyowezekana. Yeye anaweza mambo yote. Amen. Ghafla ukasikia, ghafla unaenda daktari anakuandikia, mwenye mamlaka kakuandikia ugonjwa wako hauna tiba. Wewe unafanyaje? Na kuandaa, najua hautafika huko, ila naomba uandae mazingira hayo. Hata kama, sema hata kama angeandika hivyo, nitaenda kutafuta maandishi ya mwenye mamlaka yote, alafu nitamwambia andika wewe sasa. Atakachoandika ndio final pale. Jina la Bwana libarikiwe. Na uzuri, maandishi yake yako ndani ya Biblia. Alishasema imekwisha. Huhitaji kumwambia Yesu shika kalamu, kashamaliza, yameandikwa ndani ya Biblia hii. Amesema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ameshamaliza kuandika. Unasimama kwa ujasiri, unainuka tena, unakuwa mzima tena kwa sababu umemwamini Yesu. Anasema katika Injili ya Yohana sura ile ya 14 mstari wa 12, amin amin nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam kubwa kuliko hizo atafanya. Kwa kuwa mimi naenda kwa Baba, nanyi mkiomba neno lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Umeelewa huo muunganiko? Naenda kwa Baba, mkini hilo nitalifanya. Anafanya kwa mamlaka yale aliyotangaza. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na dunia. Kwa nini usitende makuu, mtoto wa Mungu? Hebu muangalie jirani yako, mwambie hivi, kwa nini wewe usitende makuu? Unakwama wapi? Tatizo ni nini? Hebu leo uelewe mamlaka ambayo Yesu Kristo ametangaza, na ukatende makuu kwa jina la Yesu. Ukatende makuu kwa jina la Yesu. Ukatae unyonge kwa jina la Yesu. Hata umekutana na upinzani, inuka tena, tangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hilo jambo la msingi, kumwamini Yesu. Jambo la tatu, kabidhi mambo yote kuhusu maisha. Si unajua mamlaka anayo? Kabidhi mambo yote ya maisha yako, mkabidhi Yesu. Mwachie Yesu, ana mamlaka yote. Mkabidhi kila kitu. Shida zako, baraka zote ulizonazo kwenye maisha yako, mafanikio ulionayo, vipawa ulivyonavyo. Usikabidhi tu matatizo peke yake. Unajua wapendwa, wanaleta matatizo zaidi. All my cares and burdens unto you I roll. Maana yake unaelewa eh? Tafsirini basi. Mambo yanayonisumbua na mizigo yangu yote na vingirisha kwako Yesu. Saa akifanikiwa asemi, all my blessings and favors unto you I roll. Baraka zangu zote na vingirisha kwako, ukatumie vile upendavyo. Elimu yangu yote na maarifa ulionipa na kuletea wewe, utumie vile upendavyo. Vyote vyema, vipawa ulivyonipatia na vileta kwako. Sasa watu wanapenda kukabidhi matatizo peke yake. Saa amekaa vizuri, anakimbia na mema yote aliyopata kutoka kwa Mungu. Nasema hivi,
kabidhi vyote kwa Bwana mwenye mamlaka yote. Na hiyo inahusisha maisha haya yeye atumie vile apendavyo. Kama unatambua na mamlaka yote, tusimtake siku tuna matatizo ndio unaita Baba, mamlaka yako iko wapi? Pia siku tumebarikiwa, tujue kwamba kwa mamlaka yako mimi ni mali yako. Jina la Bwana libarikiwe. Umeelewa sasa hiyo balance vizuri, sawa eh? Kama tumejifunza kukaa vizuri na Bwana nyakati zote, unakabidhi vyote kwa Bwana kwa heshima yake, heshima ya hali ya juu. Anastahili heshima yote mwenye mamlaka yote. Na kama umejifunza kujitoa mzima mzima kwa mema ulionayo na changamoto ulizonazo, kila kitu Bwana akashughulikia, maana yake ni kwamba yeye atakuwa mwamuzi wa mwisho juu ya maisha yako. Tatizo sisi wapendwa, tunasubiri tu. Unakuta muda wa mateso, maombi ya kufunga yanakuepo zaidi. Tukishapata tunaacha kabisa. Jamani, dosa ya kula kila siku, unafunga ya nini? Hujawahi kusikia mtu anakuambia leo nina maombi? Anakuambia una shida gani? Maombi sio kwa ajili ya matatizo. Kuna nyakati unapenda kukaa na Bwana tu. Umebarikiwa sana, unakaa tu na Bwana. Amina. Hujakosa lunch, umefunga. Hujakosa breakfast, lakini umefunga, kwa kuwa umeamua kumtafuta Mungu wako. Kwa hiyo surrender all things. Mambo yote mwachie Bwana, yote mwachie Bwana. Mipango yako mwachie Bwana. Sio mizigo tu, sio mizigo peke yake. Kila kitu mwachie Bwana. Yesu awe na nafasi ya kuingia kwenye mali zako. Uwe umemtambua kule pia, mheshimu Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na mwisho naomba usimame. Ingiza kwenye utendaji mamlaka ulionayo. Ndio jambo la mwisho. Na hili nataka tufanyie kazi hapa. Wewe sio mtu wa kulialia tena. Unayo mamlaka ya kutenda makuu kwa jina la Yesu. Ujue kwamba mamlaka hayo umepewa. Sio kwamba Yesu amesema tu nimepewa mamlaka yote. Amepewa kwa ajili yetu. Kwa jina lake tunaweza kutenda makuu. Sasa jifunza kuwa mtu unayetangaza. Toa matamko ya kimamlaka. Katika Mathayo sura ya 10 mstari wa 1 alisema akawapa amri juu ya pepo na kila kitu. Amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Sio muda kila saa unakutana na jambo unalia tu. Kuna vitu vingine hutakiwi kusema Mungu naomba. Kuna vingine unasema Mungu kwa mamlaka ulionipa ninatoa maelekezo kwa jina la Yesu. Hali hii nayo nikabili, ninaikabili kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe unayo mamlaka. Kuna wakati badala ya kulia inatakiwa usimame kwa ujasiri na kutangaza kwa jina la Yesu. Kwa hiyo naomba weka kwenye utendaji mamlaka ya Yesu Kristo, kwa sababu mamlaka hayo amependa waaminio washiriki mamlaka hayo. Sio kila kitu unasema naomba. Mungu amekupa nafasi ya kutumia kinywa chako vizuri. Declare. Nena mambo unayotaka yatokee. Sema kwa kinywa chako, yatatokea kwa jina la Yesu. Nena mema ambayo unatarajia. Useme mimi basi Bwana, mimi Mungu asiponisaidia basi mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mapenzi ya Mungu alishakupa na ufunguo. Mapenzi yake ni mema ya kupendeza makamilifu. Yako hapa ndani ya Biblia. Wewe unasema ugonjwa huu mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kama ni kufa nife, kama ni kuishi niishi. Baba najikabidhi kwako. Hayo maombi yastahili, hiyo maombi ya unyonge hapa. Shetani mwenyewe akikusikia pembeni unaomba hivyo, anakuwahi anakuminya pale. Sishakubali huyu, kama kufa nife hapo hapo. Kwa jina la Yesu, sisi tunaotambua mamlaka, unainuka unasema hivi: kama ambavyo Kristo aliteswa msalabani na uhakika nilio nao kwa habari ya mateso yale, ndivyo nilivyo na uhakika kwa habari ya uponyaji huu ambao sasa upo. Kuanzia sasa kwa jina la Yesu unatamka sasa wewe. Weka kinywani mwako mambo ambayo unataka Mungu atende, na Mungu atafuatilia hilo neno unalosema kwa kinywa chako. Sio muda wa kuongea kwa unyonge tena.
Ni muda wa kuinuka kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Sio muda wa kunyanyaswa tena. Ni muda wa kunena kwa ushindi katika jina la Yesu. Sio muda wa kulia tena kusema kama vile tumekosa msaada. Ni muda wa kutangaza mamlaka ya Yesu ingie kazini kwenye maisha yako. Kila mahali, nyumbani kwako, kila mahali ambako unajua kuna mambo hayako sawa, wewe ndio wa kuweka sawa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ingiza kwenye utendaji. Sema, Mungu, ninakushukuru kwa sababu nimesikia neno lako kwamba Yesu ametoa tangazo. Mamlaka yote, mamlaka ya mwisho, mamlaka makuu sana kuzidi mamlaka zote mbinguni na duniani, Yesu amepewa. Na mimi huyo Yesu ndiye Bwana kwenye maisha yangu, ndiye Mwokozi wangu, ndiye mwalimu wangu, ndiye niliyemfuata, ndiye njia, kweli na uzima. Leo kwa jina la Yesu ninapita kila mahali ambako kuna mambo hayako sawa. Nachukua mamlaka ya Yesu Kristo, na nena na hali yangu, na nena kwenye maisha yangu. Kinywa hiki kitatumika kama silaha ya Mungu, na kwa silaha hii nitatoa matamko kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mambo yote yatakaa sawa sawa. Kila ugonjwa utakimbia, kila jaribu litaondoka, kila shida itaondoka. Mamlaka nimepewa, na kwa mamlaka ya Yesu Kristo ninainuka mimi hapa. Maisha yangu hayatakuwa ya unyonge tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sitaonewa tena, maana aliyeko ndani yangu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Hakuna kitakachozuia baraka na mafanikio yangu, maana aliye ndani yangu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Na leo hii naomba, Bwana, mamlaka yako idhirike ndani yangu na kwenye mazingira yangu. Ninaona ukuu wa Bwana, ninaona wema wa Bwana, ninaona utendaji wa Bwana katika kila eneo la maisha yangu. Hakuna mahali popote nitanyanyaswa tena. Nitakuwa mbali na kuonewa. Magonjwa hayatanionea, mapepo hayatanionea, wanadamu hawatanionea, mazingira hayatanionea. Ninaishi kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Kuna mambo yatanyauka, yatakauka na kuungua moto kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Kuna mambo mazuri yatachipuka na kuzaa matunda kwa sababu ya mamlaka ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, napenya kila mahali ambapo wengine wanakwama. Kwa jina la Yesu, naishi katika afya mahali wengine wanakufa. Mimi nina uzima ndani yangu kwa mamlaka ya Yesu. Bwana, mamlaka yote mbinguni na duniani inasababisha mapenzi yako makamilifu yadhirike ndani ya maisha yangu katika jina la Yesu. Mamlaka yote kwenye uchumi wangu, mamlaka yote kwenye afya, mamlaka yote kwenye familia, mamlaka yote iingie kazini ndani ya familia kwa jina la Yesu. Mamlaka yote rikashayaba, mamlaka yote tamka kwa jina la Yesu, ni saa ya uponyaji.